Ligi kuu ya NBC Tanzania bara imeweka rekodi ya aina yake kwa msimu huu 2025-26 wakati ligi ikiwa inaendelea na imeingia katika mzunguko wa pili kuelekea kumalizika kwa msimu. Mwezi Aprili peke yake timu tatu zimefukuza makocha na hizi ni Singida Black Stars, KMC pamoja na Coastal Union. Walianza KMC wakamuondoa kocha Mohamed Abdallah Bares kwa madai ya kwamba matokeo ya timu hiyo inayoburuza mkia kwenye msimamo hayaridhishi hata kidogo, na ndio maana wakaamua kumuondoa ili kupisha changamoto nyingine mpya ama sauti mpya itakayokuja kuleta mabadiliko ndani ya klabu hiyo ya wakusanya mapato wa Kinondoni. Sasa Abdallah Mohamed Bares yeye alichukua mikoba ya kocha Masio Maximo Mbrazil ambaye alianza na kikosi tangu mwanzo cha KMC akihusika kwa 100% katika usajili na kukijenga kikosi. Na hata hivyo Masio Maximo wakati msimu unafunguliwa alifanikiwa kupata ushindi mechi yake ya kwanza tu dhidi ya Dodoma Jiji. Baada ya hapo KMC ushindi wakawa wanautafuta. Baadaye wakamuondoa na wakamleta Mohamed Abdallah Bares ambaye naye katika majukumu yake alifanikiwa kupata ushindi katika mchezo mmoja tu akiwafunga Mashujaa tena katika uwanja wa ugenini Majaliwa Stadium kule Lindi. Baada ya KMC wakafuata Singida Black Stars. Hawa nao wamevunja rekodi pia vile vile ya kufukuza benchi zima la ufundi linaloongozwa na Othman pamoja na David Ouma. Uongozi wa Singida Black Stars wakaamua kuondoa benchi lote wakihitaji kuunda benchi jingine litakaloivusha timu hii kumaliza msimu katika malengo ambayo wamejiwekea. Lakini wamekwenda mbali zaidi Singida Black Stars kwa sababu baada ya kutangaza kuondoa benchi la ufundi wakaja wakatangaza tena kwamba wanapunguza mishahara ya wachezaji kwa 40% na kuondoa posho zote kwa wachezaji, taarifa ambayo waliitoa kwa umma na umma ukapokea kwa hisia tofauti, wengine wakidai kwamba ingepaswa taarifa kama hii ya siri ingebaki ndani ya klabu na si kuitoa nje. Sasa swali linakuja, kitendo hiki cha kupunguza mishahara kwa 40% kwa wachezaji na kuondoa posho kwa wachezaji kinaweza kuleta morali kwa wachezaji na kuwa wanapata matokeo mazuri? Majibu ya swali hili linabaki kwao wenyewe Singida Black Stars. Baada ya hapo Coastal Union ya mkoani Tanga nao wakasema hakuna haja ya kung'ang'ana na kocha Mohamed Muya, wakaamua kumfurusha na sasa wanatafuta kocha mwingine atakayekuja kukamata mikoba kuiongoza Coastal Union katika mechi zilizosalia kuelekea kumaliza msimu. Sasa hii tafsiri yake ni kwamba timu hizi tatu zimeweka rekodi hii mpya ya ndani ya wiki moja kufukuza makocha. Ndani ya wiki moja. Baada ya KMC waliofuata ni Singida Black Stars na waliofuata tena ni Coastal Union. Ndani ya wiki moja makocha watatu wameondolewa, lakini zipo timu nyingine ambazo zipo katika hali mbaya kwenye msimamo kama Tanzania Prisons, lakini wapo pia Fountain Gate, wapo pia timu zile ambazo ziko katika hali mbaya katika msimamo kwa maana ya alama ambazo wamezikusanya mpaka sasa bado zinaleta wasiwasi, huenda wakadondokea kwenye playoff ama wakadondokea kwenye kushuka daraja, ingawa hilo ni mapema kulisema moja kwa moja kwa sababu bado kuna mechi nyingi. Kuna ambazo zimeshacheza mechi 15, wengine 16, wengine 17. Kwa hiyo hapo tunaweka break kidogo kusubiri kwa sababu bado mechi ni nyingi katika mzunguko wa pili wa ligi kuu msimu wa 25-26. Lakini kitendo cha makocha watatu kutimuliwa ndani ya mwezi mmoja, ndani ya wiki moja,
ni rekodi mpya ya kihistoria ambayo imeandikwa katika ligi na haikuwahi kutokea hata mara moja. Tangu ligi kuu ya Tanzania bara imeanzishwa, makocha watatu kufukuzwa ndani ya wiki moja haikuwahi kutokea. Hii imekuwa ni rekodi ya kihistoria, imekuwa ni rekodi ya kipekee ambayo imewekwa, na inawezekana huu mwezi wa Aprili kabla haujamalizika tukasikia tena makocha wengine wanaingia katika mkumbo huo wa kuondolewa katika vikosi. Sasa wadau wanaweza kujiuliza maswali kwamba kitendo hiki cha kuondoa makocha wakati ligi ikiwa inaendelea inaweza ikazifanya timu hizi kuwa na mabadiliko halisia wanayoyataka, kwa sababu hawa makocha waliotimuliwa wengine walihusika moja kwa moja katika usajili wa wachezaji waliokuwa nao. Sasa hawa wachezaji, je, wanaweza wakabadilika kwa sauti mpya tu na mbinu nyingine za makocha wapya watakaokuja ili wapate matokeo wanayoyatarajia? Haya ni maswali ya kujiuliza, lakini kwa kuwa mpira wa miguu ni mchezo wa hadharani, basi inasubiriwa kuona nini wanakwenda kukifanya katika michezo iliyobakia, ili tuangalie uamuzi walioufanya wa kuwaondoa makocha kama ni sahihi ama sio sahihi. Wao ni wajuzi zaidi, kwa maana viongozi hawa wa hizi klabu wao ndo wanajua zaidi, wao ndo wanazingatia mipango waliokuwa nayo, wao ndo wanafahamu mikataba walioingia na hawa makocha. Kwa hiyo uamuzi wowote ambao utatolewa, wanatoa uamuzi kulingana na makubaliano ambayo wamefikiana. Sasa sisi wengine kazi yetu ni kuangalia na kusubiri tuone kitakachokwenda kuamuliwa baada ya hatua hii ya kuwaondoa makocha watatu.